Ikikutangazia kutoka jijini Dodoma. Karibu mtazamaji katika ulimwengu wa habari na tulionayo usiku huu. Mamia ya waumini wa Kiislamu washerehekea Eid Fitri kwa siku ya leo, na kunako taarifa nyingine kuhusiana na jamii yahimizwa kuacha vitendo viovu. Na katika habari za michezo na burudani, kikosi cha Yanga cha zimwa dakika za jioni kuweza kuambulia sare katika mchezo wa ligi kuu soka Tanzania bara ambao umepigwa kwa siku ya leo. Hujambo mtazamaji popote pale ulipo na karibu katika ulimwengu wa habari. Mimi ni Johannes Michael. Na moja kwa moja tukianza taarifa zetu kwa siku ya leo, ambapo Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan ameungana na waumini kushiriki swala Eid kitaifa katika Mfalme Mohamed wa 5 wa Morocco uliopo katika makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Kinondoni mkoani Dar es Salaam leo Machi 21 mwaka 2026, ambapo mwandishi wetu kutokea Dar es Salaam ana undani wa taarifa zaidi. Mamia ya waumini wamekusanyika kwa ajili ya kusherehekea kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani kwa ibada na dua maalum. Mufti wa Tanzania Dr. Abubakar Zuberi ametoa rai kwa waumini wa dini ya Kiislamu kumcha Mungu na kuendeleza matendo mema ambayo walikuwa wakiyafanya wakati wa mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ameyasema hayo leo Machi 21, 2026 katika swala ya Eid el-Fitr kitaifa kwenye msikiti wa Mfalme Mohamed wa 6 wa Morocco uliopo makao makuu ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA Kinondoni jijini Dar es Salaam. Tunasherehekea siku ya Eid kwa sababu tunasherehekea kusamehewa dhambi zetu, na ndio maana usiku wa Eid Mwenyezi Mungu anawaacha huru kwa idadi ile ile ambayo amewaacha huru tangu 10 la mwisho lilipoanza. Ndani ya usiku wa Eid anawaachia kwa idadi ile ile, kuonesha kwamba ni siku ambayo watu wanasherehekewa kusamehewa dhambi zao. Kwa hiyo basi inatakiwa watu wajitahidi kusoma Qur'ani, kumtaja Mwenyezi Mungu, kumwomba Mwenyezi Mungu maghfira, kufanya mambo ya kheri mengi ndani ya siku hii ya Eid, kama ishara kwamba haya ndio tunayotakiwa kuyafanya katika miezi 11 ijayo. Lakini pia sio siku ya kufanya mchezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza hadithi inayosema kwa Kiswahili inayosema waqadima sallallahu alaihi wasallam almadinata wa lahum yawman yal'abuna fihima. Hadithi yani Mtume sallallahu aliwasili Madina, kisha akaja akawakuta watu wa Madina wana siku zao mbili. Mtume akasema wanacheza katika siku zile, hakusema wanashereheka, amesema wanacheza, yal'abuna fihima, wanacheza katika siku hizo mbili. Kisha Mtume akamwambia, Mwenyezi Mungu amekubadilisheni yaumaini khairan minhuma, amekubadilisheni siku mbili zilizo bora zaidi kuliko hizo siku zenu mbili ambazo nyinyi mnacheza katika siku hizo. Nazo zilikuwa ni sikukuu ya mwanzo wa mwaka na sikukuu ya mwisho wa mwaka. Mtume akawabadilishia, akamwambia Mwenyezi Mungu amekubadilisheni, acheni siku zenu hizo na yule mtindo wenu wa kushereheka katika siku hizo mwanzo wa mwaka na mwisho wa mwaka, amekubadilisheni kwa siku mbili zilizo bora zaidi kuliko siku hizo. Nazo ni siku ya yaumu Eid al-Fitr na siku ya yaumu Eid al-Adha. Wakati huo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila amejumuika katika baraza la Eid el-Fitr jijini Dar es Salaam, ambapo mgeni rasmi ni Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nitumie nafasi hii kumshukuru sana Sheikh Mkuu na Mufti wa Tanzania kwa makaribisho mazuri sana ambayo amekufanyia wewe, lakini pia ametufanyia sisi. Mheshimiwa Rais, nakumbuka kisa cha Mtume Ibrahim wakati ametoka Palestina kwenda Maka kwenda kumtembelea mwanae Ismail. Hakupata makaribisho mazuri kutoka kwa yule mwanamke wa kabila la Ban Maizum, kiasi kwamba akamwambia mumeo akirudi mwambie abadilishe kizingiti. Mwisho akakosa mume, ndoa ikaharibika kwa sababu tu hakumkaribisha vizuri
yule mkwewe. Takbir. Mheshimiwa Rais, ninayo heshima kubwa, ana Mheshimiwa Dr. Jakaya anacheka. Mheshimiwa Rais, jana waliniita baraza la ulama. Moyo wangu ulienda mbio sana kwamba nimekosa nini tena, maana wakati wote huo mwezi mtukufu wa Ramadhani mimi huwa naitwa Sheikh Bakari. Lakini kwa kweli walikuwa tu wana propose namna kunipatia cheo pale baraza la BAKWATA, ambalo Mheshimiwa Rais nadhani watakufikishia barua kwa maombi yao ambayo wamenifanyia. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waumini wa dini ya Kiislamu wanasherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr baada ya kumalizika kwa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo ibada hiyo pia imehudhuriwa na viongozi wa serikali, viongozi wa dini pamoja na waumini mbalimbali wa dini ya Kiislamu. Mindi Josefu, Sky TV. Panapo taarifa nyingine ni kuhusiana na katika kuadhimisha sherehe za mwezi mtukufu wa Ramadhani, Watanzania wamehimizwa kujiepusha na vitendo viovu kama ubakaji, ulawiti na matumizi ya dawa za kulevya ili kuimarisha maadili, mshikamano na amani ya kudumu nchini, ambapo mwandishi wetu kutokea mkoani Mbeya ana undani wa taarifa zaidi. Wito huo umetolewa na Shehe wa mkoa wa Mbeya, Sheikh Mohamed Njaraba, wakati wa ibada ya kusherehekea sikukuu ya Eid al-Fitr, ambapo amesisitiza umuhimu wa jamii kurejea katika misingi ya dini na maadili ili kulinda kizazi cha sasa na kijacho. Tutoke ndani ya mwezi wa Ramadhani tukienda katika kutekeleza mafundisho ambayo tumeyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mengi tumefaidika na tumeyapata ndani ya mwezi wa Ramadhani, ikiwemo maadili mema, ikiwemo kufanya mazuri, ikiwemo kusaidia wanaostahili kusaidiwa, ikiwemo kusoma sana Qur'an, ikiwemo kumtubia Mwenyezi Mungu, ikiwemo kusimama visimamo vya usiku. Na tutoke katika maadili mema kwamba tuwaelekezee vijana wetu waende na yale ambayo yametokana na wamejifunza ndani ya mwezi wa Ramadhani. Vijana wetu wasiende katika maadili machafu na mabaya. Leo hii dunia imejaa uchafu, mambo ya ushoga yanashamiri na vijana wetu wanazongwa na uchafu wa namna hiyo. Kwa hivyo tuwasisitizie vijana wetu, na nawaomba sana vijana wetu yale mazuri ambayo Ramadhani imewafundisha basi waende nayo hivyo hivyo. Pamoja na hayo, Sheikh Njaraba ameongeza kuwa taifa linategemea vijana zaidi, hivyo ameendelea kuhimiza jamii kuwafundisha vijana kuwa wazalendo. Taifa letu linawahitaji vijana kwa kiasi kikubwa sana. Taifa hili halitarithiwa na wengine isipokuwa ni vijana. Kwa hivyo vijana ni kundi ambalo inabidi tumie nguvu kubwa katika kuliandaa ili taifa letu lirithiwe na watu ambao ni makini, madhubuti, na watu ambao sio wa kusukumwa na matamanio na fikra za baadhi ya watu bila ya kuangalia ustawi na manufaa ya taifa letu. Kwa maana nyingine kwamba vijana wetu wajengeke kiuzalendo zaidi. Kwa upande wao, baadhi ya waumini wa dini ya Kiislamu wametoa maoni yao kuhusu sikukuu ya Eid. Mwezi mtukufu wa Ramadhani umeisha, lakini haimaanishi kwamba tuache yale ambayo tulikuwa tunayafanya katika maadili ya kuamini. Tuendelee kusaidiana, tuendelee kujiweka sawa katika maisha yetu ya kila siku, kuhusiana jambo zuri la akhlaki, yani tabia njema. Kusema ule ukweli, watoto wetu maadili ya Ramadhani wanaenda vizuri sana, yani wanamtumikia Mwenyezi Mungu, wanavaa vizuri na wanajistiri vizuri sana, lakini Ramadhani kisha tu wanarudi kwenye mambo yao ya vile vile. Kwa hiyo tunawashauri watoto wetu waendelee na maadili ya Mwenyezi Mungu, wasiache. Matunda ni wausie jamani, yale matunda ambayo tunafanya kwenye mfungo wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi yao endelee, sio katika mwezi mtukufu. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Na tukiangazia taarifa nyingine ni kuhusiana na waumini wa dini ya Kiislamu wilayani Mbozi mkoa wa Songwe wametakiwa kuendeleza mema yote waliokuwa wakiyatenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani sambamba na kudumisha umoja na mshikamano miongoni mwao. Wito huo umetolewa na Shehe wa wilaya ya Mbozi Sheikh Hamis Mbwana Mbaruku mara baada ya swala ya Eid iliyofanyika katika Masjid Nur Vwawa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa jina naitwa Hamisi Mbwana Mbaruku, Shekhe wa wilaya ya Mbozi.
Leo tupo katika siku kubwa sana duniani, si nyingine bali ni siku ya sikukuu. Siku ya sikukuu ni siku ambayo tunafurahi, tunasherehekea kwa pamoja wote katika jamii. Lakini kuna vitu muhimu na vitu vizungumze ndani ya siku ya leo. Waislamu wengi wamezoea kwamba Ramadhani kishaisha na Uislamu nao umeisha. Ramadhani kishaisha, ibada zimeisha. Kusema ukweli, sio taratibu wa Uislamu na sio taratibu wa dini. Dini ya Uislamu inataka kila Muislamu atekeleze ibada. Maisha yake yote yatakiwa yawe ni maisha ya ibada. Ibada ndio maisha ya Muislamu. Muislamu bila ibada hakuna Muislamu. Uislamu bila ibada hakuna Uislamu. Kwa hiyo Uislamu unamtaka Muislamu aswali, afanye ibada mbalimbali ndani ya mwezi wa Ramadhani, kabla ya Ramadhani na baada ya Ramadhani. Huo ndio utaratibu wa Uislamu. Lakini pia katika mambo ambayo ni muhimu tunatakiwa tuyazungumze leo ni jambo la mshikamano. Mshikamano katika jamii ndio unaojenga nchi, ndio unaojenga jamii. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametuambia na Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraqu, shikamaneni katika dini ya Mwenyezi Mungu kwa pamoja wala msiachane. Tukija katika jamii, ili serikali ipate maendeleo, ili nchi ipate maendeleo, lazima tuwe na mshikamano, lazima tuwe na umoja, lazima amani itande kila kona ya dunia. Kwa sababu dunia ya leo namna tunavyoona, tunaona nchi za wenzetu Irani, Israeli, Marekani, huko namna watu wasivyokuwa na utulivu wa kuishi. Mtu hajui yaishi wapi, mtu hajui apate wapi fedha ya kula. Mtu ni tajiri lakini utajiri wake wote umesambaratishwa. Kwa sababu gani? Ya ukosefu wa amani, mshikamano na umoja. Kwa hiyo tunawaasa jamii kwamba tuwe makini na umoja tuliokuwa nao. Tukiwa na umoja katika nchi yetu, tunaamini kwamba maendeleo yatapatikana kwa hali ya juu. Kwa hiyo niwatakie Waislamu na Watanzania wote kwa ujumla sikukuu njema ya Eid Mubarak. Kwa hili tunamshukuru Mwenyezi Mungu na tunaomba Mwenyezi Mungu pia haya ambayo yamejitokeza, na leo tumeswali salama, amani hii endelee kudumu milele na milele katika nchi yetu ya Tanzania, wala isitokee kitu ambacho kinaweza kusababisha watu wa dini wakashindwa kufanya ibada zao kutokana na kutokuwepo kwa amani. Mungu ni kwamba tumeikamilisha vizuri, waumini wote wamefunga na hakuna madhara yaliyotokea, hali ni tulivu, na kikubwa na hata kimezungumzwa kwamba tunachosisitiza ni amani. Tunachokiomba sasa hivi ni kwamba maisha yetu yalikuwa katika mwezi wa Ramadhani, basi maisha haya tuendelee nayo hivyo hivyo ya kupendana, kusaidiana na kutunza amani. Kumbe swala la kuswali wakati wote ni kuswali. Zile sheria zetu zilizotokana na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni kuzitimiza. Kuna wengine waswali Ijumaa hadi Ijumaa. Wakati mwingine hivi hapa leo wameswali inaonekana ndio basi jumla haonekani tena. Kwa kuwa ameshaswali Idi basi. Lakini mimi nashukuru au naomba hilo swala la kuwa mwezi wa Ramadhani mpaka mwezi wa Ramadhani lisiwepo. Mtazamaji, unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV na tunayo usiku huu. Wananchi watakiwa kwenda ofisi za TFS kuchukua miche ya miti bure. Karibu tena mtazamaji, kama unaendelea kutazama Ulimwengu wa Habari kutoka hapa Sky TV, mimi ni Johannes Michael. Wakala wa Misitu Tanzania wilaya ya Geita amewataka wananchi kujitokeza kuchukua miche ya miti bure katika ofisi za taasisi hiyo kwa manufaa ya jamii na taifa kwa ujumla. Mwandishi wetu kutokea mkoani Geita ana undani wa taarifa zaidi. Wakala wa Misitu Tanzania wilaya ya Geita umeadhimisha siku ya misitu duniani kwa kupanda miche ya miti katika shule ya msingi ya Buyagu ambayo ni moja ya shule 11 zinazopatikana katika kata nzima ya Nyakamwaga iliyopo katika halmashauri ya wilaya ya Geita. Kaimu meneja wa wakala wa huduma za misitu Tanzania wilaya ya Geita Sandus Ngunyale anatumia nafasi ya siku ya kupanda miche ya miti kuwahimiza wananchi kufika katika ofisi za wakala huo kuchukua miche ya miti kwa ajili ya kupanda. Ni kwamba sisi kama TFS
tunahamasisha wananchi wapande miti pamoja na taasisi mbalimbali za serikali, na katika kufanya hilo tumeweza kuwa na kitalu chetu cha miche ya miti, ambayo ile miti tunaigawa bure kabisa kwa wananchi wote. Mwananchi wote unakuja pale, unachukua miti, unaenda kupanda kwenye shamba lako, miti ya mbao, ya kivuli, ya matunda, ya mapambo, yote tunayo. Kwa hiyo natoa wito kwa wananchi wote kuja pale ofisini kwetu kuchukua miche, na muda mwingine tunaileta hata kwenye ofisi za kijiji, tunaileta wananchi, mnakuja mnaipata pale kwenye ofisi ya kijiji. Mwakilishi wa katibu tawala wilaya ya Geita Bi Janet Mobe ametaka zoezi la upandaji wa miti kuwa endelevu. Nitoe rai kwa wananchi wa Geita ili zoezi liwe endelevu. Sio kwamba liwe tu katika siku tarehe 18 mpaka 21 mwezi wa 3. Tuwe na desturi ya kupenda miti, kwa sababu tusikata miti ina maana tunasaka sasa tusipate mvua, lakini pia tunaleta ukame katika nchi yetu, lakini pia tunakuwa ni wazi. Unajua tu kiishi sehemu yenye ambayo haina miti, yani watu wote tunajua hapapendezi, hamna kivuli, hamna nini. Kwa hiyo zoezi leo endelevu. Diwani wa kata ya Nyakamwaga anasema kila mwananchi akapande miti ili kutunza mazingira. Shule zetu ziko nyingi, lakini kwa zoezi hili nadhani wananchi wameona, na kila mwananchi atatoka hapa moja kwa moja aliwe jukumu lake la kwenda kupanda miti kwenye kaya zake. Kupanda hata angalau miti 5 kwenye kaya yako, tayari utakuwa umeamsha ule uoto wa asili, na hatimaye kwenye kata yetu ya Nyakamwaga itakuwa ni kijani yote. Wiki ya misitu imeanza kuadhimishwa tangu Machi 18 na kilele chake ni Machi 21 mwaka 2026. Chini ya kauli mbiu isemayo misitu ni uhai, itunze kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Michael Francis Bundala, Sky TV. Inawezekana kabisa kwenye maisha ya kawaida mwalimu akaweza kukupa ufunguo, lakini kwako binafsi kazi ikabakia kuweza kufungua kile ambacho mwalimu ameweza kukupatia ufunguo huo. Sasa kunako taarifa hii ni kuhusiana na mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam Daudi Nzunda amefanikiwa kubuni mashine inayochakata taka za plastiki kwa fursa kupitia ubunifu uliosimamiwa na kituo cha kuendesha ubunifu wa teknolojia SIDO mkoani Mbeya. Mwandishi wetu ana undani wa taarifa zaidi. Uwepo wa taka ngumu za plastiki umeendelea kuwa changamoto hapa nchini licha ya juhudi za mamlaka ya uhifadhi wa mazingira kudhibiti tatizo hilo. Daudi Nzunda ambaye ni mhitimu wa chuo kikuu cha Dar es Salaam kwa kushirikiana na kituo cha uainishaji teknolojia SIDO Mbeya ameliona tatizo hilo kama fursa kwa kubuni mashine inayosaga na kuchakata taka za plastiki ili kuzalisha malighafi mbalimbali nchini. Kusaidia kugeuza mawazo yetu kuwa vitu halisi ambavyo tunaweza tukatumia kuviajiri. Mimi nilimaliza chuo mwaka jana, lakini kwa kushirikiana na SIDO nimepata jambo ambalo sio litanisaidia mimi tu, lakini pamoja na watu ambao ninafanya nao kazi watakuwa wamepata sehemu ya kupata ajira kupitia wazo hili ambalo tumeweza kulifanya kuwa kitu ambacho ni halisi. Kubwa iliyopo ni gharama. Kwanza ukianza gharama za material yenyewe, kwa sababu material ni gharama, lakini pia kingine ikawa ni ule utaalamu, ile knowledge, namna ya kufunga zile mashine, kuunganisha vifaa vya ndani. Lakini nashukuru SIDO Mbeya kwa sababu hayo matatizo yote tuliweza kuyatatua, hasa ule utaalamu. Pamoja na hayo, Nzunda anaeleza sababu zilizomfanya kubuni teknolojia hiyo. Kabisa mimi toka mwanzo nilikuwa najihusisha na plastic recycling, ambapo tulikuwa tunachukua plastiki, tunazisaga, tunaziuza kama malighafi. Lakini baadaye nikapata wazo kwamba hizi plastiki naweza nizitumie kutengeneza final product, ambapo nikawa nimeanza na mabomba ya plastiki ya HDPE pamoja na PVC kwa ajili ya kilimo na shughuli zingine. Lakini baadaye nikaona fursa kwamba naweza nikaendelea zaidi, ambapo sasa nikapata wazo kwamba niendelee kutengeneza bidhaa zingine kama vile matenki na vitu mbalimbali. Ila changamoto ikawa ni sehemu ya kupata teknolojia, ambapo nikawa nimekuja hapa SIDO Mbeya. Meneja wa SIDO mkoa wa Mbeya Salma Galaxy akieleza ubunifu huo, amesema teknolojia hiyo inalenga kuwasaidia vijana kujipatia ajira kupitia matumizi yake. Teknolojia mbalimbali kila mwaka na kuzifikisha kwa wananchi. Kwa hadi sasa naweza kusema kwamba tumebuni teknolojia nyingi na ambazo naweza kuzikumbuka kwa haraka si chini ya teknolojia 12. Na mashine yetu hii ya leo iliyotengenezwa hapa, kazi yake kubwa ni kubadilisha taka za plastiki kuwa bidhaa
ambapo kufuatia mashine hii iliyotengenezwa hapa inakwenda kutengeneza matanki ambayo ni mitambo ya kutengeneza biogas ambayo ni nishati safi. Matanki haya yanaweza kufungwa katika shule mbalimbali au taasisi mbalimbali kwa kuwezesha kutengeneza gesi ambayo ni nishati safi. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Upendo Kibetile, Sky TV. Pongezi zaidi kwa Daudi Nzunda kwa kitu ambacho ameweza kukibuni, lakini imekuwa ni fursa zaidi kwa vijana wengine kuweza kupata ajira katika kiwanda chake. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na tunaelekea katika habari za michezo na burudani kuweza kutambua ni nini ambacho kimejiri huko, ambapo wananchi Young Africans mchana wa leo ama jioni ya leo walikuwa katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Matokeo yamekuwa namna gani? Na kwenda katika habari za michezo na burudani. Sky TV. Habari, jina langu ni Sarah kutoka ya ZIC. Kazi yangu ni kukuongoza katika kufanya maamuzi sahihi ya kujikinga wewe na mali yako dhidi ya majanga yasiyotarajiwa kwa kupata bima kutoka ZIC. Je, unaifahamu ZIC? ZIC ni shirika la bima lililoanzishwa mwaka 1969 kutoa huduma za bima kwa wananchi, taasisi za umma na binafsi kwa lengo la kulinda uchumi wa watu binafsi na nchi yetu kwa ujumla. Lengo letu ni kuwa kampuni ya bima inayoaminika na wateja na kutambulika kote Afrika Mashariki. Dhamira yetu ni kulinda na kuwawezesha wateja wetu kwa kuwapa huduma bora na za kuaminika. Baada ya utangulizi wangu, ungependa kujua kuhusu huduma zetu? ZIC tunatoa huduma za bima za mali na ajali, na kati ya hizi ni bima ya magari, bima ya wizi, bima ya moto, bima ya mizigo. Unazijua branchi zetu? Kuhakikisha tunawafikia wateja wetu nchi nzima, tunatoa huduma zetu kupitia ofisi zetu kuu zilizopo mtaa wa Mpirani pamoja na matawi yetu yafuatayo: Amani, Marhubi, Chake Chake, Dar es Salaam, Dodoma, Mwanza, Kahama, Arusha, Tanga, Mbeya na Mtwara. Unajua ni njia gani tunazotumia kuwapa wateja wetu huduma? Tunatoa huduma kupitia ofisi zetu, kupitia mawakala na madalali wa bima waliosajiliwa na Mamlaka ya Bima Tanzania, kupitia mawakala wa Bank Assurance na pia kupitia mitandao ya simu kupitia Voda Bima na Mix by Yas. Karibu ufurahie huduma zetu kwa masaa 24. Tunakujali. Sky TV. Habari za michezo na burudani. Na katika michezo na burudani tunaangazia kunako ligi kuu soka Tanzania bara kuendelea kutimua vumbi kwa mchezo mmoja ambapo utakutanisha klabu ya Simba ambao wataenda kumwalika TRA katika uwanja wa Meja Jenerali Samuyo, ambapo makocha wa pande zote mbili wameweza kufunguka maandalizi yao kuelekea katika mchezo huo. Good morning. Yes, I think first of all it's nice to be playing at home. We've had a number of away games now, so we're meant to play TRA last weekend, but unfortunately the game was rained out. So we're looking forward to the game. TRA are a good team, as they showed against with their performance against Yanga. But our preparations have gone well. We disappointed with the result midweek, and we know that we need to, improve our performance if we want to beat a team like TRA. So preparations, I think. It's been a short turnaround. We only arrived yesterday, so we had a good training session yesterday. We'll have a good training session later today. But I think the foundation of our preparation has been laid over the last few months. It's just now a matter of us just making sure that we bring our best performance tomorrow. It's needed. Important game for us to get maximum points.
before we have a small break for the FIFA break. So yeah, the players are all ready, well prepared. We also invite back Mwalimu, who was suspended for 3 matches. Fortunately, he is now available again. Yeah, preparation's good, ready for the game tomorrow. Okay. Nikaribisha maswali Yeah, of course, lazima pakuwe tofauti kwa sababu Simba ni Simba, quality yao ni quality ya kwao, na kuna mpango maalum kwa ajili yao. Kwa hiyo hatuwezi compare na zingine mechi. Tumejiandaa tukijua ubora wao, tukijua wapi tunaweza tukajaribu kuwapata. Kwa hiyo tumejiandaa na mpango maalum kuhusu hiyo mechi. Kwa hiyo ni jambo la kawaida. Ila ni sijakubaliana na wewe, nafikiri ungenipa pole kuliko hongera kwa sababu nafikiri tulistahili pointi 3. Asante. Kwa hiyo ila tunashukuru Mungu, kwa hiyo Mungu ametujalia. Kwa hiyo yes, kama tumesema mpira ni hivyo, kuna transition zote zipo. Lakini pia tusisahau kama tulikuwa bora pia kujilinda, kwa sababu kucheza na hizi timu kubwa lazima make sure kama ulinzi uko sawa na uweza kushambulia na Na panapo ligi kuu soka Tanzania bara imeendelea kutimua vumbi kwa siku ya leo katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambapo klabu ya Mtibwa Sugar ilikuwa inamwalika klabu ya Young Africans katika uwanja wa Jamhuri Dodoma, ambapo mchezo huo umeweza kupigwa majira ya saa 10 kamili na kikosi cha Young Africans kuweza kuambulia sare ya bao 1-1, ambapo dakika za jioni kabisa vijana wa Mtibwa Sugar kutokea pale Manungu Tuliani Morogoro wameweza kupata goli na kuweza kupeleka mchezo huo kutamatika kwa idadi ya bao 1-1 ambao imeisha katika uwanja wa Jamhuri Dodoma. Na moja kwa moja tukitoka kitaifa moja kwa moja nielekea kimataifa, ambapo baadhi ya story ambapo ni United inadaiwa kwamba ipo katika mazungumzo ya mwisho ya kumsajili nahodha wa Newcastle United na timu ya taifa ya Brazil Bruno Guimarães mwenye umri wa miaka 28 kwa ada inayokadiriwa kufikia pound milioni 69. Mashetani wekundu wanadaiwa kuwa katika mazungumzo ambayo yanalenga dirisha lijalo la kiangazi. Hata hivyo, dili hilo linaweza kuwa gumu baada ya Real Madrid kuonyesha nia ama upya kuweza kumtaka kiungo huyo ambaye kazi yake ni kubwa uwanjani. Mbali na Real Madrid, upande mwingine Newcastle muonyesha msimamo wa kuto kumpoteza Guimarães na tayari imeanza mpango wa kufanya kumweza kumongezea mkataba mpya kwa ajili ya msimu ambao utafuata, msimu wa 26-27 kunako ligi kuu ya pale nchini Uingereza. Na mtazamaji wa Ulimwengu wa Habari, na ndio mwisho wa habari za michezo na burudani. Tunakwenda kutazama utabiri wa hali ya hewa kwa saa 23 zijazo kuanzia usiku wa leo. Habari za wakati huu, na kwa namna ya kipekee zaidi, Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inapenda kuwatakia Waislamu wote Eid Mubarak. Na baada ya hapo naomba tuendelee na utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa saa 24 zijazo. Na tukianza na usiku wa leo, ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wote wa pwani yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Wakati maeneo mengine ya nchi yanayosalia, maeneo haya yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu kiasi, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache. Na upepo unatarajiwa kuvuma kwa kasi ya kilomita 20 kwa saa katika ziwa Victoria, ziwa Tanganyika, ziwa Rukwa pamoja na ukanda pwani ya kaskazini mwa bahari ya Hindi. Lakini pia kwa kasi ya kilomita 30 kwa saa katika ziwa Nyasa pamoja na ukanda pwani ya kusini mwa bahari ya Hindi. Na hivyo hali ya bahari inatarajiwa kuna mawimbi madogo mpaka makubwa kiasi. Wakati mifumo ya anga inaonyesha ongezeko la viashiria vya mvua katika maeneo ya ukanda wote wa pwani. Na Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania inatoa angalizo la uwepo wa vipindi vya mvua kubwa vinatarajiwa katika maeneo machache ya mikoa ya Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Lindi, Mtwara na Pwani kijumlisha visiwa vya Mafia, lakini pia pamoja na visiwa vya Unguja na Pemba. Hivyo wakazi wa maeneo hayo hatua stahiki ni vema kuchukuliwa. Lakini pia kwa siku ya kesho ni matarajio yetu kuwa maeneo ya ukanda wote wa pwani yanatarajiwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika baadhi ya maeneo, lakini pia pamoja na vipindi vifupi vya jua.
maeneo yanayozunguka ziwa Victoria, magharibi mwa nchi yetu, maeneo ya nyanda za juu kusini magharibi, mkoa wa Ruvuma, maeneo ya kati mwa nchi yetu, pamoja na maeneo ya nyanda za juu kaskazini mashariki. Maeneo haya yanatajwa kuwa na hali ya mawingu, mvua na ngurumo za radi katika maeneo machache, pamoja na vipindi vifupi vya jua. Na tupate kuangalia utabiri wa hali ya hewa ambao ni wa siku 4 zijazo kwa baadhi ya miji hapa nchini. Dar es Salaam, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Dodoma, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mwanza, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Mbeya, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Kilimanjaro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Morogoro, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Lakini pia hata kwa Arusha, vipindi vya mvua na ngurumo vinatarajiwa. Na kutoka Mamlaka ya Hali ya Hewa Tanzania hatuna la ziada. Ulikuwa nami Rebecca William, tukutane hapo kesho muda wakati kama huu. Mtazamaji, kabla ya kuhitimisha ulimwengu wa habari na tuliokuwa nayo usiku wa leo, mamia ya waumini washerehekea Eid Fitri. Jamii yahimizwa kuacha vitendo viovu. Na katika michezo na burudani, tambo za Yanga zazimwa dakika za mwisho na kuambulia sare ya 3 mfululizo. Mtazamaji, nafikia tamati katika ulimwengu wa habari na nikutakie usiku mwema, na endelea kuitazama Sky International TV na kuweza kufuatilia katika mitandao yetu ya kijamii. Kwa leo hatuna la ziada, tuseme usiku mwema.